mwa kisa mukhtasara katika sura hii, kisa cha Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam. Na hivi visa vina masomo na mafundisho mengi, na ndio maana vimeitwa kuwa ni ibra. Maana ya ibra inatokana na ubur, kuvuka. Katika lugha ukisema abara an-nahar au abara at-tariq, amevuka njia ama amevuka mto, kwa kutumia hili neno abara, ambalo ndio hilo limezaa neno ibra, ambalo tafsiri yake ni mazingatio. Kwa sababu mazingatio unayachukua kutoka kwenye kitu kingine, masomo yake yanahamia katika kitu kingine. Kama Mwenyezi Mungu aliwaadhibu wale kwa sababu ni madhalim, wale yale mazungumzo unayavusha kwenda kwa watu wengine, na wao wataadhibiwa kama walivyoadhibiwa wale, kwa kupatikana kwa hawa wa pili sababu ile iliyopatikana kwa wale wa kwanza. Kwa unaona umelivusha hilo somo kutoka kwa watu hawa na kwenda kulifanyia kazi kwa watu wengine, ndio maana inaitwa ibra. Hivi visa katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, hakika imekuwa kuna ibra katika visa vya manabii. Wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, na mara kwa mara tunakusimulia habari za manabii. Wakati mwingine nabii mmoja anazungumzwa mara nyingi. Kullan naqussu alayka min anba'i rusuli, katika taarifa kubwa za manabii. Kwa hivyo kila nukta inayotajwa katika kisa cha nabii, habari hiyo inaitwa kwa jina la annaba. Annaba ni taarifa kubwa, annaba ni taarifa kubwa. Kwa hivyo yote ambayo tutayasoma, vipengele vyote ambavyo vitatajwa katika kisa min anba'i rusul, katika maisha ya mtume kuna vitu vingi kama ilivyo kwa binadamu mwingine, lakini katika haya matukio mengi ya maisha ya huyu mtu, yale ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anayachagua ndio anayasema, na mengine anayawacha. Yale yaliyotajwa ni mambo muhimu sana na ni mambo makubwa. Wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka. Hayo masomo yanauthibitisha moyo katika imani na Uislamu na taqwa. Kwa hivyo kuna masomo makubwa katika hali ambayo huwezi kutasawar. Katika hii aya ya 69 katika surati Hud, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameanza kisa hiki cha Nabii Ibrahim kwa tamko linalotilia mkazo, walaqad jaat rusuluna Ibrahima bilbushra qalu salam qalu salama qala salam fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Hakika walimuijia mitume wetu. Mitume wetu hapa anakusudia malaika. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, Mwenyezi Mungu anachagua, sio mtume ili mradi tu mtu yoyote. Anachagua. Yastafi, al-istifani, kuchagua kilicho bora. Anachagua katika malaika kuwa ni wajumbe wake anaowatuma kwa kadhia mbalimbali, wa minan nasi, na katika watu. Kwa hivyo Qur'ani inatumia lugha ya mtume katika binadamu na mtume katika malaika. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Walaqad jaat rusuluna Ibrahim, mitume wetu katika malaika walimuendea mtume katika binadamu ambaye ni nani? Ibrahim. Walaqad jaat rusuluna Ibrahim, walikuja na nini? Walimuijia na bilbushra, na habari njema. Watu hawa nini? Malaika hawa ama wajumbe hawa wametajwa katika aya nyingine kwa jina la wageni wa Nabii Ibrahim
alayhi wa ala nabiyyina afdalu salatu wassalam, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, je umeijiwa na habari? Yani hii habari inaonekana ni kubwa katika mafumu ya dini, habari ya mtu kuijiwa na wageni na akawapa ihtiram na takrima, ni katika mambo makubwa katika Uislamu. Na ndio maana imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na amkirimu mgeni. Anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, angalia maneno haya, yaani siku ambaye anategemea kupata malipo makubwa siku ya mwisho, apate thawabu kubwa zilizowekwa kutolewa siku ya mwisho, na aepushwe na adhabu kali zilizowekwa siku ya mwisho, kuwapata watu siku ya mwisho. Anayetaka apate hayo mazuri na aepuke na mkirimu mgeni, ataona matokeo hayo. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahima, angalia, umepata habari za wageni wa Ibrahim al-mukramin, akawatambulisha kwamba wenye kukirimiwa, ili Mwenyezi Mungu tu hapo aingize neno ikramu dhaif, kumkirimu mgeni, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni muhimu kuzungumzia maneno haya na kuyapigia mstari katika zama tulizo nazo, kwa sababu sisi tunaona mtu akifunga ugeni akaenda kwa mtu katika zama tulizo nazo, huyu mtu analeta mambo ya kizamani ya kishamba shamba. Watu wana shughuli zao, wana bajeti zao, wanakwenda kuingilia bajeti. Hata wanatumiaga hili neno hapa mjini bwana. Sidhani kama kijijini watu wanakula ugali wa bure. Hapa mjini watu wanakwenda kwa mahesabu. Kwa hivyo hata huwa kuna viklipu vinatolewa vya kejeli kwamba kuna watu ukioa kwao wana tabia ya kuja ugeni kwa mkwe wao au kwa shemeji yao. Kwa hivyo jambo hili linazungumzwa kuwa ni baya, lakini katika Uislamu linazungumzwa kuwa ni baraka, na wenyeji wanapata fursa ya kupata ibada kubwa na thawabu nyingi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo majenzi wanataka maisha ya nipe nikupe, mpaka imekuwa katika zama hizi kumtendea mtu wema mpaka iwe na yeye atakutendea wema, hata kama ni kesho. Yani mazingira yanaonesha kuna siku moja nitamhitaji, lakini kama huyu mtu hakuna siku inaonekana nitakuwa na shida naye, siwezi kuhangaika kumkirimu wala kumheshimu, kwa sababu atanisaidia nini? Katika mafumu ya dini, wewe ukimkirimu mgeni unaamiliana na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na Mwenyezi Mungu kwenye hiyo dhana yako ya kutaka malipo, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atakulipa. Hata imekuja katika hadithi al-Qudsi, lugha ya mafumbo, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atamsemesha mtu mwenye uwezo siku ya Kiyama, yani istata'amtuka falam tut'imni, nilikuomba chakula haukunilisha. Yule mtu atashangaa, atamwambia Mwenyezi Mungu, kaifa uti'imuka wa anta rabbul alamin, ni vipi nitakulisha na wewe ni bwana wa ulimwengu? Kwanza Mwenyezi Mungu la yat'am wa huwa yut'im, hali na yeye ndiye ambaye analisha. Lakini pili, hata kama angekuwa anakula yeye, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni tajiri, asingehitaji kwa mtu. Alaysa kadhalika? Kaifa uti'imuka wa anta rabbul alamin, ni vipi nitakulisha ya Rabbi, ulikuja nikulishe huko duniani, nitakulishaje na wewe ni rabbul alamin? Atamwambia alam yastati'imuka abdi fulan falam tut'imhu, kama fi maana alhadith, hivi hakukuijia mja wangu mimi fulani akakuomba chakula na haukumpa? Ala ama alimta lau at'amtahu lawajadta dhalika indi, hivi hukujua kwamba ungelimlisha malipo yake ungeyakuta kwangu? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anakubaliana na dhana ya mwanadamu kwamba hafanyi jambo ila mpaka awe anamrejeshwa na analipwa.
sawa, lakini Uislamu unasema sio mara zote malipo yatoke kwa yule ambaye unadili naye. Malipo unaweza kudili na huyu alafu akakulipa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mwanadamu akilisha wanyama na ndege anakirimiwa na nani? Anakirimiwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kama una kijiwe cha kuuza mchele alafu wale ndege wakawa kuja wanakula kila siku, ujue hiyo ni channel, huenda kuna mabalaa mengi anakuepuka kwa sababu hawa ndege wanakula hiyo, na hiyo inakuwa ni sadaka katika, kwa mujibu wa hadithi, bila ya nia. Yani mtu ndege wakila katika shamba lake au katika chakula chake, hiyo inakuwa ni sadaka hata kama hakukusudia, Allah amepitisha hivyo. Kwa hivyo masala ya kumkirimu mgeni katika Uislamu yana makana, yana nafasi, na katika makarimil akhlaq ni katika tabia zilizo njema. Hata kama huyo unamkirimu yani haitegemewi siku moja na wewe utakuwa mgeni wake, haitegemewi kwa hadhi yako kwamba na atakuja akulishi. Sio lazima iwe hivyo. Kuna kumkirimu mtu lakini wewe unadili na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na unatarajia baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Ndio maana ikaja hal ataka hadithu dhaifi Ibrahima al-mukramin. Je, umeijiwa na habari ya wageni wa Nabii Ibrahim waliokirimiwa? Mpaka akachomeka ili neno waliokirimiwa. Na hiyo habari na ugeni huo ndio hapa ambao unazungumzwa. Allah Azza wa Jalla anasema walaqad jaat rusuluna Ibrahim, kwa hakika walimuijia wageni wetu Ibrahim bilbushra, na habari njema. Albushra ni alkhabaru asar, ni habari yenye kufurahisha. Hapa hakuitaja. Katika aya nyingine imetajwa fabasharnahu biishaqa, tulimbashiria. Habari njema hiyo ni Ibrahimu uzeni, yeye ni mzee na mkewe ni mzee, plus tokea kijana pia alikuwa ni tasa, alafu uzeeni katika time ambayo basi washakata tamaa, anaambiwa fabasharnaha biishaq wa min warai ishaqa Yaqub, akabashiriwa Ishaq kwamba Ibrahim atapata mtoto Ishaqa kutoka kwa mkewe Sara. Manake Ishaq amezaliwa na Sara na Ismail amezaliwa na Hajara. Huyu Sara akapewa habari kwamba atapata mtoto ambaye anaitwa Ishaq, wa min warai Ishaqa Yaqub, na baada ya Ishaqa atakuja Yaqub. Yani tunakubashiria utapata mtoto mwema, na utapata kutoka kwa huyu mtoto mwema mjukuu mwema. Huyu nabii na huyu ni nabii. Wa kullan ja'alna nabiyya, na wote tuliwajalia ni manabii. Ulama wanasema hii ni bishara kwamba huyu mama ataishi mpaka atamuona huyu mtoto akiwa ni mtu mzima na mjukuu, na kadhalika ni bishara kwamba huyu mtoto atakuwa hatofariki akiwa ni mdogo. Ishaq atakuwa ni mkubwa na atamzaa nani? Yaqub. Na ulama wakasema hii ni dalili, yani aya hii ama mazungumzo haya ni dalili kwamba adhabih kana Ismail alayhi wa ala nabiyina afdhalu salatu wassalam, ambaye Ibrahimu aliamrishwa amchinje, ambaye Allah amesema bighulamin halim, kijana mpole mwenye uelewa, mwerevu na mwenye huruma, alikuwa ni Ismail, kwa sababu maneno ya Mwenyezi Mungu hayagongani. Hawezi kuwa aliambiwa utapata mtoto alafu huyo mtoto atapata mtoto wakati ataambiwa mchinje tena akiwa mdogo, haiwezekani. Huu shindani unatokana na nini? Yani Mayahudi wanajifahari kwamba adhabih, yule ambaye Mwenyezi Mungu aliamrisha achinjwe, mpaka kwa sababu yake imekuwa kuna ibada imebakia ya kumbukumbu ya udhiya, ni nabii wetu Ishaq, kwa sababu Ishaq ni katika manabii wa Bani Israil, na Waislamu na Waarabu wanasema ni Ismail kwa sababu anatokana na nini? Na Waarabu, ndio wamevutana hapa.
Kwa hivyo kweli ni kwamba alikuwa ni babu yetu ambaye ni nani? Ni Ismail, ambaye kutokana na yeye amezaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idhan walaqad jaat rusuluna Ibrahima bilbushra, hakika walimwijia mitume wetu Ibrahim na bishara ya mtoto. Tumesema atapata mtoto, mtoto atakuwa mtu mzima na atapata mjukuu mwema. Na ndio maana tunasema mjukuu ni nani? Ni mtoto. Katika lugha ya Qur'ani wajukuu wanatajwa kama nani? Kama watoto. Katika lugha ya Qur'ani ikisema baba zenu, yani baba yako mzazi na babu yako na babu yako, na mama yako pia anaingia kwenye neno baba zenu, mama au ummahat, kina mama wanaingia, kina bibi na bibi na bibi na bibi. Kwa hivyo wageni hawa walipokuja, qalu salaman, wakasema salamu, yani dhakaru salaman, wakataja salamu kwa Nabii Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdhalu salatu wassalam. Na jambo la salamu nalo si dogo, yani watu kukutana kabla ya mazungumzo salamu. Na sio aya hii peke yake inataja kwamba watu hawa ni malaika hawa walikuja kwa Ibrahimu wakamsalimia. Hii sio aya peke yake. Kwa hivyo salamu pia ni katika adabu za dini. Ya ayyuhalladhina amanu idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, enyi ambao mmeamini, mkisalimiwa jibuni salamu kama ile ile yenye ukubwa ule ule wa salamu mliopewa, au nyinyi mrudishe kubwa zaidi. Kubwa zaidi kivipi? Salamu ndogo ni ipi na kubwa ni ipi? Assalamu alaikum, yeye amesema tu assalamu alaikum, wewe unasema wa alaikumus salam wa rahmatullahi. Yeye akisema assalamu alaikum wa rahmatullahi, wewe useme wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mnaposalimiwa jibuni kwa salamu, yani isiwe salamu yako ya chini ya ile uliosalimiwa. Asije akasema assalamu alaikum wa rahmatullah, wewe ukasema wa alaikumus salam. Kwa hivyo ukisalimiwa jibu salamu kama ile ile uliosalimiwa. Maelekezo ya kwanza, jibu zaidi salamu iliyo bora kuliko ile. Kama haukurudisha ile, basi at least ilingane. Na kwa nini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akasema mtakaposalimiwa? Yani wanasema kuanza salamu sio wajibu, lakini kujibu salamu baada ya kusalimiwa ni wajibu. Sio wajibu kivipi? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema mtakaposalimiwa, hakusema salimieni, akasema mkisalimiwa basi salimieni. Kwa hivyo aliwajibishwa ni yule ambaye anatakiwa fanya nini? Aitikie. Wanachuoni wakasema yani kuanza salamu, lakini haingia kilini kwamba yani unakutana na mtu ambaye afa msalimiani. Kwa hivyo wageni hawa walipokuja, qalu salaman, wakataja salam. Qala salam, Ibrahim akasema salamun alaikum. Waliposalimiana, fama labitha an jaa bi'ijlin hanidh, hakukaa muda mrefu akaja na ndama hanidh, aliyechomwa. Yani Qur'ani imeshoti kati maneno, manake alienda akamchinja ng'ombe, tena ng'ombe kijana, ndama. Ijli ni ndama, alafu maandalizi ya kumwandaa huyu ndama ilikuwa ni nyama choma. Nyama ya kuchoma au nyama choma? Waswahili wanasema nyama choma. Na hanidh wanasema almadhi, yule ambaye anachoma kwenye mkaa wa mawe. Mkaa wa mawe ni vipi? Haya ya mawe ya kawaida yanawashiwa mkaa chini, yanapata moto. Uarabuni wanatumia sana hii, alafu inachoma juu ya mawe yaliyopata moto. Na wengine wanasema ni kuichukua nyama ukaining'iniza kwenye kitu hivi, kwenye waya labda, ukaingiza chini ya ardhi, kule kuna moto, ukafunika yani kama vile umeioka kwenye tanuri la chini ya ardhi. Kwa hivyo Ibrahimu
Angalia hapa, fama labitha an jaa biijlin. Hapa kabla ya mazungumzo, habari yenu ni nini, mnatoka wapi, nyinyi kina nani? Akakimbilia. Na hilo jambo la kukimbilia na kuwakirimu wageni haraka haraka, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, sisi tulikuwepo jamani? Hatukuwepo. Alikuwa anaweza kupotezea hiyo habari asiitaje. Kwa hivyo alipoitaja ni kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alipenda hilo tendo la Nabii Ibrahim, fama labitha an jaa biijlin. Fama labitha, yani hakukaa muda mrefu, akaja na ndama tayari. Yani kati ya kuondoka na kumchinja na kumwandaa ni muda mdogo tu alitumia, na hii inaashiria kwamba mgeni akirimiwa haraka. Kwa watu wengine, shekhe, unaenda saa 6 au saa 7 utakuja kula chakula cha jioni, eti kisa washakula wenyewe, washakula. Kama ni umekwenda saa 8 wao washakula, utakaa na njaa yako mpaka jioni, chakula cha jioni. Na hicho cha jioni wala kitakuwa hakina maandalizi maalum. Yani Uislamu unasema sio tu mgeni ale chakula kilichopo, ale chakula maalum cha ugeni kwa muda wa siku 3, alafu baada ya hapo kama anaendelea kukaa ataendelea kula ugali wetu na mlenda wetu kama tunavyokula siku zote. Ila siku za mwanzo kila mtu kwa nafasi yake, sio? Umkirimu kwa kadiri unavyoweza, iwe tofauti na ule ulaji wako wa nini wa siku zote. Ina maana bajeti maalum kwa ajili ya mgeni. Haya yote yanapatikana katika sura hii. Kwa hivyo aliandaliwa chakula haraka, bwana, hapa ushakula, hapa ni mjini mpaka jioni. Majenzi wanakosea mambo mengi bwana. Tena Qur'ani inasimulia kisa kimoja hicho hicho kwenye maeneo tofauti, alafu inabadilisha presentation, lugha, ili lugha hii na message na lugha hii na message. Katika aya nyingine amesema wajaa biijlin samin, akaja na ndama aliyenona. Hapa akaja na ndama aliyechomwa, manake alikuwa amenona. Huyo aliyechomwa alikuwa ni mnene. Na hapa amesema fama labitha, hakukaa muda mrefu. Kule amesema faragha ila ahlihi, akenda kwa watu wake, yani kwa mkewe. Yani mke na mume wote walikuwa ni wakarimu, ni ishu ya maandalizi, walishirikiana wote. Wageni wamekuja, wanasemaje, tufanyeje? Wakashauriana chap chap. Faragha hii ragha hii ni kwenda kinyemela. Yani mgeni hata asijue kwamba nafanya nini, ninaandaliwa chakula, kwa sababu yeye anahisi nini, haraji. Na hii tafsiri yake ni kwamba mgeni akuulizwa unakula ama huli. Na hii ni tabia mbaya kumuuliza mgeni unakula ama huli. Sababu kama ameenda kinyemela manake hakumuuliza. Kama alienda kinyemela manake hakumuuliza. Yeye tu mwenyewe alipiga mahesabu kwamba kwa mujibu wa mazingira yetu yani nyama ni chakula bora, ni chakula kinapendwa na watu wote, nyama iliyoandaliwa kwa maandalizi haya. Kwa hivyo akaandaa fajaa biijlin. Angalia Qur'ani, haya mazungumzo yote yani rekodi yake iko katika Qur'ani kuonesha ihtimamu kwenye jambo la nini, la mgeni. Kuna baadhi ya makabila ni wakarimu, Wasukuma wa zamani, sijua sasa hivi, manake mambo majenzi wanakuja na mambo yao. Wasukuma wa zamani na Waarabu yani karam ni asili yao, wakarimu sana. Hata zamani walikuwa wakijifahari kwa hili, yani ukoo unapata jina kwa kuwa ukoo ule ni wakarimu, yani akija mgeni wanamkirimu. Hata kwa Waarabu kuna mmoja alijisifa akasema, nahnu fil mishtati nad'u al-jafala. Wakati wa baridi anaenda porini kwenye sehemu, kwenye njia wanayopita watu, anawasha moto, anapika chakula. Wageni wakipita usiku watakuja kupata moto wa kujihifadhi na baridi, na ile alama ya moto ni kwamba pale kuna chakula, wakifika wanakula. Yani kile chakula kimeandaliwa kwa ajili yao. Ni Waarabu, ilikuwa ni ada yao. Hata Wasukuma miaka ya karibuni kabisa ilikuwa ukifika ukikuta wanakula usiwasemeshi, na ukikataa kula wewe ni mtu mbaya sana, au ukasubiria kukaribishwa, wewe sio mtu mzuri. Unasubiria kukaribishwa, yani ukifika ni jambo la ajabu kwamba huli mpaka ukaribishwe, yani wewe kula tu.
Na ukikuta vile vyakula vinavyoandaliwa nje barabarani kwenye mbolea ya ng'ombe inapochoma moto, wanaingiza viazi mle, vinaiva vizuri. Ukifika we fukua, kula, nenda zako, hata usiseme asante, potelea mbali. Hizi ni katika makarim al-akhlaq, ni katika tabia njema ambazo zimesisitizwa katika Uislamu. Kwa hivyo jamani, katika maisha sio lazima nipe nikupe. Mtu mwingine anasema siendi kwenye msiba fulani kwa sababu yeye hakuja kwenye msiba wetu. Kama yeye kwa ujinga wake ni jirani lakini hakuja kwenye msiba, wewe nenda, fulani hakutukirimu na sisi hatumkirimu. Wengine wachoyo wanakuchinjia kuku alafu anakupa shingo na kichwa na miguu. Kuna watu wengine ukichinjiwa kuku unaletewa mzima. Kabila gani hilo? Yani hawali, wanakuletea kama unataka kuwagawia wenyeji, yani wewe ndio unaletewa na chungu upakue uwagawie wenyeji. Hii ni katika, hizi sio story tu jamani, ni katika makarimi al-akhlaq allati ashadaha al-Islam, ni katika tabia njema ambazo Uislamu umezinyenyua na umezisifu. Sha'alana Allahu min ulaika. Na hii inaleta baraka katika maisha, na hii inaleta baraka katika maisha. Unajua siri yake ikoje? Siri yake ni kwamba hawa viumbe wote walioko duniani ni wajibu wa Mwenyezi Mungu kuwaruzuku. Wewe unapofanya wajibu wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu huwa hakubali ufadhili. Kwa nini Mwenyezi Mungu huwa anarudisha? Yani anayetenda wema, kwa nini Mwenyezi Mungu humrudishia na ziada? Mwenyezi Mungu hakubali nini? Ufadhili. Kwa hivyo wewe umemlisha mja wangu na kurudishia gharama za kumlisha na ziada. Na hii ndio sifa ya matajiri hata katika binadamu. Hata watu wajanja wanawapaga viongozi kama hivi, rais anapewa jogoo au mbuzi sababu rais atarudisha zaidi. Yani nyinyi maskini hamwezi kuwa ni wakarimu kuliko mimi. Hiyo ndio mantiki. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, yeyote anayewakirimu waja wake basi yeye hurudisha ile takrima. Kwa hivyo kuna baraka na kuna khairi nyingi katika takrima. Kuna kufutiwa madhambi, kuna kupata baraka katika riziki, kuna kupata thawabu. Na mtu afanye hivyo kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Qur'ani inasema fama labitha an jaa bi'ijlin hanid, hakupita muda mrefu akaja na ndama ambaye amechomwa. Na hii inaashiria kwamba yani kwa haraka haraka hakwenda kumnunua. Ibrahimu alimfuga huyu ng'ombe. Qur'ani hapa kwenye hiki kipengele inatuambia tuwe ni wafugaji, na hii ni katika njia nzuri ni katika njia nzuri za utafutaji kufuga. Na hata katika Qur'ani kuna sura inaitwa suratu al-An'am, kuna suratul Fatiha, kuna suratul Baqara, alafu kuna suratu al-An'am. An'am, ili neno an'am katika lugha ya Kiarabu linakusanya wanyama wanne kwa pamoja. Hawa wanaofugwa ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Hawa ndio wanaitwa bahimatul an'am. Sura nzima ndefu kweli kweli, imebeba ahkami nyingi. Inazungumza nini? Wanyama, na ikazungumza kwamba katika mazao ya wanyama Allah akasema lakum fiha dif'un wa manafi', mnapata material inayoleta joto, dif'un wa manafi', na manfaa mengi akageneralize. Wa manafi', manfaa mengi akageneralize, alafu akataja kwa maalumu wa minha taakuluna, na mnawala hawa wanyama nyama nyekundu zimetajwa katika Qur'an na sio kwenye aya moja. Kwa hivyo bwana, hawa madaktari waangalieni vizuri kwenye habari zao za kuzuia watu kula nyama. Yani sio nafanya jokes, na maanisha kwamba nyama zimetajwa katika mtiririko wa neema, na hapa imetajwa kwamba ni chakula bora ambacho Nabii Ibrahimu aliwakirimu wageni walio bora sana. Fajaa bi'ijlin hanidh, tena alikuwa amenenepa, na wao jamaa wanatukataza kula mafuta. Wa min albaqari wal ghanami
haramna alaihim shuhumahuma. Qurani inasema Mayahudi tuliwaharamishia mafuta ya ng'ombe na mbuzi na kondoo, kwa sababu ghanam ni mbuzi na kondoo. Bakar wa min albaqari, ng'ombe, wal ghanam mbuzi na kondoo. Tuliwaharamishia tena mbuzi na kondoo. Qurani inawahesabu wote ni kitu kimoja, yani mara zote tunataja ni kama kitu kimoja. Kwa hivyo kama unaona kwenye hizi zote ni nyama bora, hizi zote ni nyama bora, kwa sababu Qurani inasema alipowakasirikia Mayahudi aliwaadhibu kwa kuwa nyima mafuta ya nyama. Ulama wakasema ingekuwa ni kitu kibaya kama wanaposema madaktari wenu, ingelikuwa sio jambo la kuchapa kiboko Mayahudi kuambiwa hamna kula mafuta ya ng'ombe na mbuzi na kondoo. Khuzbalak, wanafanyaga tu utafiti leo wanakuambia haifai, wakienda wakifanya utafiti wanakonfirm kwamba utafiti wa mara ya kwanza haukuwa sahihi. Kusema kweli, maneno ya binadamu yanapatia yanakosea, yanapatia yanakosea, maneno yanapatia yanakosea. Mimi sitaki kwenda huko nsije kwa nikanani. Kwa hivyo jamani, pendeni kula nyama, na hasa hizi nyama zinazotaalaki na nini na nini na ibada, hizo zina baraka hizo. Ukiitwa katika hakika usije ukasema bwana mimi ni mtu na nafasi zangu, nyama hata sio issue kwangu. Nenda kale nyama ya hakika, sababu ni tofauti na ile mbuzi unayonunua nini buchani, na baraka hiyo ni nyama imeambatana na ibada. Ndio maana mtu hairuhusi kula sadaka yake, lakini kwenye vichinjwa vyote mchinjaji anakula na yeye. Katika hakika si unagawa mafungu matatu, sio? Fungu lako wewe na familia yako na jamaa zako na marafiki zako na mafukara, sio? Na kwenye udhiya kadhalika, fakulu minha wa at'im, kuleni na lisheni hizi nyama. Kwa hivyo nyama za ibada zina nini? Zina baraka. Alafu kama nyama ingekuwa ina madhara kama hivyo wanavyosema shekhe, sisi tunakula nyama za udhiya siku 4, na zikichinjwa nyingi watu watakula mpaka baada ya hiyo, wanaweza kula mwezi mzima, kwa sababu zikiwa nyingi mnaruhusiwa kuweka ndani. Kwa hivyo nyama hazina madhara kama wanavyosema hivyo, hapana, kwa sababu zimetajwa katika Qurani katika siyaqi al-imtinan, akili za kuambiwa changanya na zako. Angalia simba jamani, hawaliwi, wanazaa sana lakini hawajai kwa sababu hawaliwi. Hawa wanazaa mtoto mmoja moja lakini wengi sana, Allah amebariki ili nyama ziwe nyingi sana ziliwe. Kuleni nyama ya akhi, lakini tu ivisha nyama, tia viungo, iive vya kutosha, alafu kula kwa kiasi, kwa sababu hayo ndio maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nikifika kwenye vipengele vya nyama na sheresha sana, kwa sababu mimi ni katika watu wanaopenda nyama, na ndio chakula cha kwanza kitaliwa peponi. Najua hiyo nyama ndio chakula cha kwanza kitaliwa peponi. Watu watakula ini la samaki, chakula cha kwanza kabisa cha watu wa peponi. Chakula cha pili, hii ni kama vile ilikuwa starter. Chakula cha pili kinakuja, dume la ng'ombe litachinjwa, Allah atalibariki, watakula watu wote wa peponi, nyama nyekundu. Kwa hivyo nyama, shekhe, imetajwa kwa uzuri katika Qurani. Achana na maneno ya wazungu bwana. Haya magonjwa, turudi kwenye magonjwa, yanatokana na madhambi. Ndio maana shekhe, machungwa zamani yalikuwa matamu, sasa hivi machachu. Uongo shekhe? Sio tu machungwa, tulikuwa tunalima tutumie dawa, sasa lazima utumie dawa. Hata kwenye ardhi ambayo ni bikra lazima utumie mbolea. Kwa hivyo haya mabadiliko haya ni dalili kwamba ni mapya kwa sababu ya madhambi ya binadamu. Kwa hivyo hata nyama ni kweli zina madhara, madaktari hawasemi uongo, kwa sababu ya madhambi, sio kwa sababu nyama kama nyama. Mwenyezi Mungu aumbe hivi vitu alafu aviliwi viende wapi? Na mpaka akaweka utaratibu wa ibada, watu wao wanakula nyama. Watu wanakula nyama katika hakika, wanakula nyama katika udhiya, wanakula nyama wakati wa haji. Ukienda Mina kule Maka wakati wa haji, nyama zimesambaa, zimejaa kweli, zimechanganyika za udhiya
pamoja na nyama za nini, za hadaya. Hizi zinani, udhiya ni nyama ile inchinjwa katika mfungo tatu, hakika ni ile inachinjwa kwenye mnasaba kuzaliwa mtoto. Hadaya, hadiyu, mufradi yake ni hadiyu. Hizi zinachinjwa kwenye nini, kwenye tukio la ibada ya haji. Kwa hivyo nyama ni vyakula vizuri bwana. Na ndio fama labitha an jaa bi'ijlin hanith, Ibrahimu hakukaa muda mrefu akaja na nyama iliyochomwa. Falamma raa aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum, alipoona mikono ya wageni haiendi katika chakula akawashangaa. Yani kwa jamii ya watu wakarimu ni kwamba unaandaliwa chakula na wewe tena unakichangamkia kile chakula. Kwani kwa watu wakarimu inakuaga hivyo. Kwa watu wakarimu usisubiri sana kukaribishwa, na sababu kwa watu wakarimu obvious inatakiwa ukiletewa ule, kwa sababu hiyo ndio kwa hiyo mgeni anamkirimu mwenyeji, anamkirimu mgeni wake kwa kumwandalia, na mwenyeji anamkirimu mgeni kwa kula. Ukila ndio umemkirimu mwenyeji vizuri, sio? Kwa hivyo akawashangaa, mbona watu hawa hawali nakirahum wa aujasa minhum khifa, na akahisi kutokana na hawa uoga, akaogopa. Hawa wamekuja na shari, ni mbona wataki kula, watakuwa wanania mbaya hawa. Wa aujasa minhum khifa, na hivi alikuwa hawajui. Kwa hivyo aujasa minhum khifa, jamaa hawali kwa sababu kumbe ni malaika. Ina maana walikuja kwa sura ya binadamu, na hii inatufundisha kwamba malaika hawaonekanagi, lakini Allah akitaka wanaonekana na wanaweza kujiweka katika sura ya binadamu. Sura ya binadamu sio maumbile yao, hii ni sura ya kuact. Kwa hivyo yeye aliwaona ni kama binadamu. Hasa ni malaika hawezi kula, hata kama waje kwa sura ya binadamu hawezi kula, na hawawezi kupatwa na hukumu ya binadamu. Hawezi kusikia njaa eti kwa sababu wana sura ya nini, ya binadamu. Watabakia malaika, ni malaika. Kwa hivyo akapata hofu. Qalu la takhaf, wakamwambia usiogope bwana, inna ursilna ila qaumi Lut, hapa tumepita ndia tu, tunaenda kijiji cha jirani pale kwa Lutu bwana. Kijiji kilikuwa ni kijiji katika vijiji vya Urdun. Kijiji cha Sodom katika nchi ya Urdun. Watu hawa walikuwa na mambo ya ushoga, na ndio watu wa kwanza kuanzisha nini, dhambi hii. Qur'ani inasema atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, munafanya majambo ambayo hajafanya yeyote katika walimwengu. Yani hakuna binadamu amewahi kufanya, wala jini wala hata wanyama. Yani hajawahi masabaqakum biha min, hajakutangulieni hata mara moja yeyote katika alalamin. Ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin atatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun, munawaendea wanaume kwa matamanio. Yani ni vipi mwanaume anamtamani mwanaume mwenzake? Hawa ni watu wabaya waliopitiliza katika madhambi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa hivi eti watu wanaona ni kawaida mtu anaweza kutembea akiwa na mavazi yanayoashiria kwamba yeye shoga au vikuku au nini, na yeye naye anajifahari. Mwanaume kasuka au kavaa vinini au anakata viuno. Serikali walitakiwa zuia ya mambo. Kwani mnaruhusu watu kutembea uchi? Serikali hairuhusu watu kutembea uchi kwa sababu ni jambo baya, na hili nalo lilitakiwa likatazwe kabisa. Yani iwepo sheria maalum inayowakataza watu wasifanye jambo hilo, wala wasilitangaze, wala wasilete viashiria vyovyote, na adhabu iwe ni kali. Na katika Uislamu watu hawa wanauliwa. Yani mtu akifikia katika level hiyo ni ngumu kurudi na kutubia akawa ni mtu mzuri. Na Allah atuhifadhi. Ikitokea mtu huyu katika familia anachafua jina la familia nzima. Binti anaweza kuposwa, alafu mtu mmoja tu akija akisema bwana huyo kaka yake au mjomba wake au nani yake shoga, khalas watu wanaingia mitini. Tabia mbaya sana.
na moja katika sababu zake ni hii kulaza watoto wa kiume. Ndio watoto wa kiume wanalala chumba kimoja, lakini ni vizuri kuwe kuna mtengano fulani, kila mtu na kitanda chake, au wanalala kitanda kimoja lakini wasilale bila nguo, walale na bukta yake na kila mmoja ajifunike shuka yake. Hii kwamba wanalala uchi wa mnyama alafu wanagusana wako uchi, huu mushkeli. Ushoga unaanzia huko wapi? Utotoni huko. Kadhalika hizi zina zinazotokea baina ya maharim, baina ya ndugu, ni kuwalaza watoto wa kiume na wa kike pamoja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, muru auladakum bisala wa hum abna 7, waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa na miaka 7. Wafarriqu bainahum fil madaji, na watenganisheni katika umri huu kwenye eneo la kulala. Watenganisheni wa kiume walale kivyao chumba kingine na wa kike chumba kingine. Halafu na wa kike wao kwa wao pia watengane kwa distance ambayo ndio hawatatengana wa kiume na wa kike, na wa kiume na wa kike kwa kike hawatatengana sana kama unavyowatenganisha na wa kiume, lakini wao kwa wao pia iwe kuna distance kama hivyo, kulala na nguo na kila mmoja na shuka yake, mwingine kaelekea huku mwingine kaelekea huku. Hii ni katika hali ya umaskini, lakini katika hali ya nafasi kila mtoto alale kitanda chake, kwa sababu haya mambo ya usagaji na mambo ya liwati yanatokana na, kwa sababu ni Ibilisi anakuja anaweza akamuotesha mtoto kwamba anafanya kitu fulani, na kesho tena anamuotesha na anamuonesha ile ladha yake, halafu tena baadaye anaanza kuwaza kufanya nini, kuapply hiyo. Kwa hivyo hawa jamaa wakasema, inna ursilna ila qaumi Lut, tumetuma kwa watu wa nani? Wa Lut. Kwenda kufanya nini? Kwenda kuangamiza watu wa kijiji hiki. Wa mraatuhu qaimatun, na mke wa Nabii Ibrahim alikuwa amesimama. Wanasema kama vile inavyotokeaga wanawake, yani kutegatega masikio. Inaweza kuwa mume anaongea na wageni na yana wale wageni amekuja, na sio jambo baya, labda mapolisi au amekuja na kheri au na shari, na yeye naye anataka kufanya nini? Anataka kujua yuko nyuma ya pazia huko, anatega masikio. Kwa hivyo alikuwa amesimama. Hawa nani, unajua watu wanapokuja bado wako kule mbali, watu waga wanaangalia kina nani wale, na nafsi inaanza kutafuta majibu, sio? Kwa hivyo wamekuja labda tulidhani wanapita, mara wameingia ndani, wamebisha, wamekaribishwa. Kwa hivyo lazima na yeye anasikilizia kuna nini. Hajakatazwa tangia hapo kwamba usisikilize. Ukiambiwa usisikilize ni makosa kusikiliza, lakini hajakatazwa. Kwa hivyo alikuwa amesimama. Waliposema kwamba tunaenda kwa watu wa Lutu kwenda kuwaangamiza, fadhahikat, akacheka akafurahi. Ulama wanasema katika sheria sio vibaya mu'min akipata taarifa za watu wabaya wamekula hasara au wameangamia. Sio vibaya sisi kufurahi tukisikia Muisraeli amepigika vibaya, na pia sio vibaya kwetu sisi kushangilia kwa yule anayempiga Muisraeli na yeye akipigwa. Yote ni sawa, kwa sababu nguvu hizi zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya kutupiga sisi. Sasa zimeenda kumpiga sisi, hapo tuna furaha mbili. Ile nguvu iliyokuwa itumike kutupiga sisi imeenda kumpiga adui yetu ambaye na yeye naye huwa anatupiga sisi. Kwa hivyo akipigwa huyu tunafurahi na akipigwa huyu tunafurahi. Hii katika dini inafaa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Azza Jalla alikuwa anaweza asitaje hii furaha, akasimulia tu kisa cha kuangamizwa watu wa Lut, lakini hiki kipengele cha furaha ya mwanamke, ya mke wa nani? Wa Ibrahimu, akaificha. Kwa hivyo wamraatuhu qaimatun, wakati jamaa wanasema tunaenda kuwakomesha wale jamaa, wamraatuhu qaimatan fadhahikat, alikuwa amesimama akacheka. Wamraatuhu qaimatan fadhahikat falamma raa aydiyahum la tasfi wamraatuhu qaimatun fadhahikat
fabasharnaha biishaq, akacheka tukambashiria kwamba atapata Ishaq. Kwa hivyo hii walaqad jaat rusuluna Ibrahima bilbushra, hizo bushra mbili, bishara mbili tulizozisema zimeshataja tayari. Fabasharnaha biishaq ni bushra, na bushra ya kwanza ni kwamba tunaenda kuangamiza watu wa Lut. Wa mraatuhu qa'imatun fadhahikat, akacheka kufurahia ile habari ya kuangamizwa watu wa Lut. Taban hii kufurahi kwa kufa mtu mbaya, si mtu asielewe kwamba kila akifariki asiyekuwa Muislamu tunacheka au tunafurahi. Hapana, huyo tunasikitika na tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaa yetu binadamu mwenzetu amefariki, lakini namba mbili amefariki maskini ya Mungu bila ya Uislamu, tunasema inna lillahi. Lakini huyu ambaye tunamzungumza kwamba mtu anaweza kufurahia kifo chake ni mtu aliyekuwa muovu, kinara wa maovu, na madhara yake ni makubwa katika jamii. Huyo ndio akifa nasema khalas, Mwenyezi Mungu ametupumzisha bwana. Kwa hivyo alipofurahi, Qur'ani imefunganisha hapa ikasema fabasharnaha biishaq, tukambashiria kupata Ishaq. Ulama baadhi yao wanasema Allah alimpa tuzo, aliwapa tuzo kwa bishara hii, japokuwa maana hii iko mbali, lakini wanasema walimpa bishara hii kwa sababu ya ile furaha yake ya kuchukia maovu na kufurahi kuangamizwa kwa watu waovu. Fabasharnaha biishaq. Kwa hivyo Nabii Ibrahim na Lut walikuwa katika kipindi kimoja. Huyu ni nabii hapa na huyu ni nabii katika eneo lingine, na inasemekana alikuwa ni kama gavana wa Nabii Ibrahim. Kivipi? Hii tu ni lugha ya kuazima. Manabii walikuwa hawashughuliki na mambo ya utawala wa watu, walikuwa wanasimamisha dola kwa kueneza maadili obvious, unasimama Uislamu, lakini sio kufika na kung'ang'ana na watu na nini na dola zao. Hiyo nikitumia neno gavana ni neno la kuazima tu kwamba mwenye unabii hasa na mwenye kupewa sheria na kitabu ni Ibrahim, alafu yule anatumia sheria ya Nabii Ibrahim. Na ndio maana anasema hii ndio tofauti ya rasul na tofauti ya nabii. Nabii ni mtume lakini anatumia kitabu cha mwenzake, kama Haruna na nani na Musa alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo kijiji kile kilikuwa kina mambo mabaya mabaya, kijiji cha Lut, ambayo hayapo huku. Kwa hivyo wakasema sisi bwana tunaenda kuangamiza kule. Mwanamke huyu akafurahi, labda alikuwa anaogopea na haya jamaa mambo yao maovu yanatokuja afike na huku. Kwa hivyo akafurahi, akadhihirisha furaha yake. Fabasharnaha biishaqa, tukambashiria kwamba atapata mtoto anaitwa Ishaq. Wa min warai ishaqa Yaqub, na nyuma ya Ishaq utapata Yaqub. Qalat ya wailata, akasema ole wangu. Hili neno kiasili ni neno la ubaya, la majuto, na ni kama vile ole wangu, yani ni mtu amepatwa na jambo baya na balaa. Lakini hapa kwa nini anasema ole wangu? Wakati mwingine maneno huwa yanatumika mahala sio pake, katika mazoea tu. Hata mtu anaweza mtoto akafanya jambo kwa eji yake halilingani, mama akasema ole wako ama ole wangu. Katika hali ya kustaajabu mtu anaweza kutumia neno hili. Kwa hivyo yule mwanamke, qalat ya wailata aalidu, hivi nitazaa mimi, wa ana ajuzun, sababu ya kwanza mimi ni mtu mzima, na watu wazima kikawaida hawazai, ajuza kabisa. Wa hadha ba'li shaykha, na mume wangu ni mzee. Mzee na mzee hawezi kuzaa, mzee sana. Wanaume ndio wanazaa mpaka uzeeni kwa umri fulani, lakini kuna umri akifikia hazai pia mwanaume. Wa hadha ba'li shaykhan. Katika nyingine alisema aalidu wa ana ajuzun, yani nina aqimun nini. Kuna aya moja imetaja nini, mzee tasa. Aya gani hiyo? Aqimun ajuz. Kwa hivyo ni mzee, ni tasa, na mume wake. Inna hadha la shay'un ajib, hakika hili ni jambo la ajabu. Jawabu ya malaika ilikuwa rahisi sana, na kweli kiimani jawabu yake ni rahisi sana. Qalu
Ataajabina min amri llah, unastaajabu kutokana na jambo la Mungu. Kwani ndugu zangu katika imani, maajabu ya Mwenyezi Mungu ni haya tu? Kuna mengine tumeyazoea tu, lakini nayo ni maajabu sana. Kuzaliwa mtoto, kwa wewe unayesema una mbegu za kuzalisha, huyo mtoto kuja kutoka katika hiyo mbegu, katika hayo maji, mpaka kwa miezi michache awe ni mtu mzima, muda kidogo naye utaanza kumwambia kaniletee maji. Si maajabu ya kila siku tunayaona? Upande punje moja, ikienda kule ardhini, ikiota ile punje ya kwanza haipo, unatoka mmea unakuwa mpaka unakuwa mnene, alafu na wenyewe tena unatoa mbegu kama ile 100, 200, 300, 700 au zaidi. Si ajabu hii? Kale kampunga kale kamoja unavokajua kale, alafu katoe shina, alafu lipachue, alafu iweke mpunga. Hilo shina moja ukija ukipukuchua ni punje nyingi kabisa. Ni maajabu au sio maajabu? Na hiyo maajabu ya Mwenyezi Mungu azza jalla yako. Mama ale chakula alafu atoe maziwa. Maziwa yanatokana na damu, alafu akikamuliwa atoi damu. Maziwa yanatokana na chakula kile kilichoko tumboni kimevurugwa. Maziwa yanatoka, maziwa yakiwa nadhifu. Haya ni maajabu. Mtu ale vyakula, alafu vyakula hivyo vigeuke kuwa nyama, vigeuke kuwa damu, vigeuke kuwa mafuta. Ni maajabu ya Mwenyezi Mungu azza jalla ni mengi. Kwa hiyo ndio maana malaika wakamwambia, unaona ajabu kutokana na mambo ya Mungu wewe? Ataajabina min amri llah, yeye amestaajabu na wao wanamstaajabu. Unaona ajabu kutokana na jambo la Mwenyezi Mungu. Yale yasiyokuaga ni kwa sababu Allah hajataka tu yawe. Allah ndio ametaka tu mzee asizae. Allah tu ndio ametaka mtu tasa asizae. Lakini Allah akitaka mzee atazaa na ajuza atazaa. Ataajabina min amri llahi, unaona ajabu kutokana na amri ya Mwenyezi Mungu. Rahmatullahi, hiyo neno. Kwa hivyo nukta ya kwanza, unaona ajabu kutokana na jambo la Mungu. Jambo la pili, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, hiyo ni rehma na baraka zake kwa watu wa nyumbani kwa Nabii Ibrahim. Rahmatullahi wa barakatuhu, yani baraka za Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Sio ajabu kuwapata watu wa ibada katika nyumba ya manabii, wanamcha Mwenyezi Mungu azza wa jalla na wanafanya ibada, Allah akiwaletea rehma za ziada tofauti na watu wengine, sio ajabu. Wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Na ahlal bait kwa mujibu wa aya hii, hata mke wa mtu anaingia kwa ni nini? Ni katika ahlul bait. Kwa hivyo ahlul bait waliotajwa katika Qur'ani, ili neno lilipotumika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam linahusisha watoto wake na wakeze, ni katika ahlul bait nabii sallallahu alaihi wasallam. Inma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Mwenyezi Mungu anataka kukuondosheni uchafu nyinyi ahlal bait na kukutoharisheni sana. Kwa wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam wametaharishwa na wao ni katika ahlul bait an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Walamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa, Musa aliondoka na watu wake, mkewe tu, ahli wake. Qur'ani ikasema ahli wake, na bado hajapata mtoto. Kwa hivyo ahlul bait an-nabii sallallahu alaihi wasallam auladuhu wa zawjatuhu. Na ulama wakasema wao nao hawali zaka na sadaqa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana hadha al-hukm al-fiqhi mukhtalafun fihi innahu hamidun, hakika Mwenyezi Mungu ni msifiwa sana, yani ana mambo ya kusifiwa. Majidun, mtukufu. Neno majid, mtukufu, mkarimu. Majid ni mtukufu ambaye ni mkarimu, ndio munasaba hili jina kuingia hapa. Hamidun, hilo jambo Allah akilifanya ni litampelekea asifiwe, ni mwenye kusifiwa kwa jambo hili alilolisema la kuleta mtoto kwa hawa wazee wawili. Allah ni mwenye kusifiwa katika jambo hili. Hamidun, mtukufu na ni mkarimu. Hamidun ni mtukufu na ni mkarimu. Kwa hivyo wale wageni wakamfahamisha, faaujasa minhum khifa, walipokuwa hawali
wakamfahamisha kwamba bwana, sisi hatuli kwa sababu ni malaika na tumetumwa kwenda kuangamiza watu wa Lutu, na wewe utapata mtoto. Kwa hivyo mambo yamekuwa mazuri, kapata bishara ya kupata mtoto, kapata bishara ya kwenda kuangamizwa wale watu, kashawajua kwamba sasa ni nani? Ni malaika. Na Ibrahim akafurahi na uoga ukaisha. Inasemekana, tukirudi katika nukta ya chakula, wale wageni Ibrahim alipowashangaa hawali, akawaambia ala taakuluna, hivi jamani hamli? Wakasema nahnu la naakulu ta'aman illa bithamanin, sisi hatuli chakula ila kwa thamani, yani hatuli vya kupewa mpaka tununue sisi wenyewe bwana. Na hii ni katika makarimil akhlaq, kwamba unakaribishwa unasema hatuli mpaka tununue, hatutaki vya bure. Naam, ni katika makarimil akhlaq, lakini kwa mzunguko. Ukipewa chakula, ukiambiwa karibu, au ukipewa kitu, ile kupokea haraka haraka kabla hauja confirm kwamba simtii uzito na haraji huyu anayenipa, ukapokea haraka, sio nzuri. Sababu mtu anaweza kuwa anajikaza akakupa kitu, kumbe hicho kitu anakihitaji. Kwa hivyo tu ile unaambiwa tu chukua, umeshachukua. Kwa hivyo maana ya maneno haya tuliyosema, ambayo malaika walimwambia kwamba sisi hatuli mpaka tununue, yani kama ni kwa maana ya kuconfirm kwamba na tunanunua kama tunaona hiki kitu wewe kiko kwenye moyo wako na kihitaji. Kwa hivyo hatupokei mpaka tuone kwamba huyu mtu ni kweli, yani furaha yake iko kwenye kunihudumia mimi. Umeelewa hiyo nukta? Ukikaribishwa kwa mtu, ni vizuri wewe ukonfirm, ukaona kwamba furaha yake ni mimi kula chakula chake na kuwa mgeni wake. Gundua kwamba anakukaribisha tu kwa sababu umeshafika time ya chakula. Ni vizuri kula. Jamani, hamtaki kusema hili, semeni bwana, sio vizuri kula chakula cha mtu amekukaribisha tu kwa sababu amelazimika. Lakini ukiconfirm kwamba amekukaribisha na anasikia raha kukukirimu, wakati huo ni jambo zuri, wewe upokee, usikatae. Kwa hivyo kuna wakati kukataa ni sawa, kabla hauja confirm, yani haujahakiki kwamba anakuhudumia kwa moyo mmoja. Kwa hiyo unaweza kumwambia basi bwana, na mimi nakuungisha. Kama ni dukani labda anakukaribisha soda, basi bwana sawa, asante, na mimi nakuungisha. Lakini hapana, sitaki bwana ununue, unaona kabisa anataka akukirimu, basi wakati huo ni vizuri ufanye nini? Upokee. Sio vizuri kukataa. Sio katika tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imetajwa katika makarimi akhlaqi nabii sallallahu alaihi wasallam annahu yaqbalu alhadiya, alikuwa akikubali zawadi. Imetajwa kwamba ni katika tabia njema. Na ukimwona umemtia mtu haraji na uzito, unaweza ukakataa ili kumfanyia yeye wepesi, au ukapokea ukatafuta namna nyingine ukamlipa na wewe kwa njia hiyo hiyo, kama ya nini, inaitwa mukafaa hiyo. Kwa hivyo akamwambia wale wageni, wakamwambia Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdhalu salatu wasalam, sisi hatuli chakula mpaka tukinunue, mpaka kwa thamani. Akamwambia ndio, chakula hiki bwana kina thamani. Wakamwambia ni nini thamani yake? Akawaambia tadhkuruna Allaha fil bidaya wa tahmadunahu fil nihaya, mseme bismillahi wakati wa kula, na mkimaliza kula mseme alhamdulillah. Jibrili akamwangalia Mikail akamwambia haqqan an yattakhidhahu Allahu khalilan, akamwambia ni kweli kwamba huyu mtu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kumfanya ni khalili kwa tabia hizi ni sawa kabisa. Yani kwa sababu mnafahamu maana ya khalili. Khalili khalili
ni yule aliyefikia katika kilele cha juu kabisa cha upenzi. Nikisema huyu ni khalili wangu, yani mimi nampenda mwisho wa kumpenda na yeye ananipenda mwisho wa kunipenda. Na kwa sisi binadamu hiyo level kwa vile ilivyo ni kubwa, siwezi kuwa na makhalili wawili. Khalili ni mmoja tu, khalili ni mmoja tu, lakini Allah ana makhalili wengi, sababu level ya Allah si kama level ya watu wengine. Watakhadha Allahu Ibrahima khalilan, Allah alimfanya Ibrahim kuwa ni khalili wake, kama alivyomfanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni khalili wake. Na sio kila nabii ni khalili wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kwa hivyo, na hii bila shaka wanajua kwamba Allah anaipenda sana hii sifa ya ukarimu, na ndio maana wakasema haqqan an yatakhidhahu Allahu khalilan, ni haki ya Mwenyezi Mungu kumfanya nani? Ibrahim kuwa ni khalili wake. Kwa hivyo baadaye wakamfahamisha, manake wakamfahamisha kwamba sisi ni malaika, hatuli, tumekuja na jambo na kadhia kadha. Ibrahimu alipatwa na hofu kabla hawajampa maelezo. Walipompa maelezo, ule uoga ukafanya nini? Ukaondoka, akachangamka. Qur'ani hapa inasema falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Ibrahimu ilipomuondoka hofu na akapata bishara, akawa na tujadili sisi kuhusiana na watu wa Lut. Wajaathu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Ibrahim akaona ni bishara wale kwa watu kuangamizwa, na ni bishara hii walioipata, lakini jambo lingine tena likawa linamshughulisha. Akawaambia, ni vipi mnaenda kuangamiza kile kijiji? Inna muhliku ahla hadhihi alqarya inna ahlaha kanu dhalimin, tunaenda kuangamiza watu wa kijiji hiki, watu hawa ni madhalim. Ibrahimu lakini hapa hawajamfafanulia. Akamwambia, sasa jamani, inna fiha Luta, huko kuna Lutu na watu wengine waumini. Qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin. Akamwambia, tunajua kwamba Lutu yupo, tutamuokoa yeye na watu wake isipokuwa mkewe. Na mke naye anaingia katika neno ahli, isipokuwa mkewe, yeye ni katika wale watakaoangamizwa. Mwenyezi Mungu Azza Jalla anamsifu Ibrahima, anasema inna Ibrahima la halimun, hakika Ibrahim ni mpole na ni mwenye huruma. Awahun, ni mwenye unyenyekevu na kuomba dua kwa sauti ya unyenyekevu, ndio anaitwa awahun. Munibun kathiru arrujuu ila Allah, ni mwingi wa kurudi kwa Mola wake. Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Kwa hivyo katika alama za wema ni kuwa mtu ana rahma na wengine. Allah ametaja kwamba Ibrahimu alikuwa amefanya mjadala juu ya watu wa Nabii Lut, waumini ni vipi, habari yao ikoje, mpaka akakonfirm. Na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema inna Ibrahima la halimun, Ibrahim ni mwerevu. Ili neno halimun ni mwerevu, mpole. Halimun. Awahun, mwenye kunyenyekea kwa maombi. Munibe, mwenye kunyenyekea kwa tauba. Munibun, yani kathiru rujuu ila Allah Ta'ala. Hii dua yani hii sifa ya kathratu dua wa tadharru ila Allah Ta'ala, wingi wa dua na kumwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu nayo Ibrahim katika eneo lingine, na Ibrahim kana ummatan qanita. Ibrahim alikuwa ni umma, yani imamu nas, umma imamu nas, ni mtu wa kuigwa, anafaa kuwa ni kiongozi wa watu wote. Umma qanita ni mnyenyekevu, ni wanasema qanita yani kathiru dua, kana yaqnut, kathiru alqunut. Alqunut kwa te ni kukata tamaa, alqunut kwa te ni kunuti, dua, sio mwingi wa dua. Ibrahim, muumini anatakiwa awe ni mwingi wa dua jamani, na ndio maana tumewekewa dua katika swala kibao.
Dua kwenye hizi adhkari zote hizi ni dua. Ukisema ukila ukifanya jambo lolote kusema bismillah, hizo ni dua. Inatakiwa ni tabia Muislamu awe ni mwingi wa dua. Na mtu ambaye haombi dua ana kitu kimoja kibaya katika uelewa wake na katika akida yake, kwamba anayaweza mambo yake, na mambo haya yanaenda kwa kuweka miundombinu sawa. Yani miundombinu na mazingira ukiyaweka vizuri, mambo yanaenda sawa. Uislamu haujakataa hiyo, lakini umesema hiyo haiwezi kwenda yenyewe bila Allah kutia taufiki. Kwa hivyo ndio maana Muislamu anamrudia Allah ili atie taufiki katika miundombinu. Uislamu unataka watu wafanye miundombinu, lakini Uislamu hautaki watu wategemee kwamba miundombinu ndio A to Z. Haiwezi kuwa A to Z. Na hapa yani Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alipojalia kwamba huyu mwanamke mtu mzima anapata mtoto, kwamba Allah alitaka kutuambia sio sayansi hiyo tu mnayoijua bwana, yako na mangine. Ni yepi hayo? Idhini na taufiki ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ikija inapasua inavuka hata sayansi, inapasua inavuka hata sayansi. Muumini atakana awe ni mtu wa dua, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala akitaja sifa ya watu wema, yani anawaambia wasikilizaji kwamba na wao wajipambe na sifa hiyo, wawe ni wengi wa kurejea na kutubia na kufanya istighfari kama alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na wawe pia ni wapole wenye kuwaonea huruma watu wengine. Inna Ibrahim, na matokeo ya huo wema, mtu akiwa mwema atakuwa na huruma na wengine. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ni mwema kuliko watu wote, na ndio amekuwa na huruma zaidi kuliko watu wote. Unajua hiyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam ana huruma zaidi kuliko viumbe wote, sio tu kuliko watu wote, sababu hata wanyama wana huruma. Ana huruma kuliko viumbe wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka malaika anawazidi. Ndio huyo mtume ametumwa kwangu mimi na wewe, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hatukukutuma ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallama isipokuwa wewe ni rehma kwa walimwengu. Ndio siku ya kiyama watu watakuwa wanahangaika, kila mtu anahangaika na jambo lake, mtume anahangaika na mambo ya watu. Ya Rabbi sallim, ya Rabbi ummati, ya Rabbi sallim, ya Rabbi ummati, paka watu wapite katika stage zote ngumu, ndio mtume sallallahu alaihi wasallam atarelax. Wa rabbuna jalla wa ala arhamur rahimin, na Rabbu wetu Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwenye huruma kuliko wote wenye huruma. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwenye huruma kuliko wote wenye huruma. Ukisema huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa level hii, na huruma ya Mtume imeshinda huruma ya mama manake kwa mtoto wake. Yes. Ndio maana kuna mtoto alikuwa ni mkosaji kwa wazazi wake na kwa Mwenyezi Mungu. Mama akasema huyu mtoto simtaki na anamlaani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamhurumia huyo mtoto, mpaka mzazi akisema mtoto aadhibiwe na afanywe vya kufanywa, yani huyo mtoto kavuka viwango vya ubaya, lakini bado Mtume alikuwa anamhurumia. Yule mama akakataa kata. Mtume akasema washeni moto, tumwambie mama tunamtumbukiza mtoto wake kwenye moto. Paka akatafuta namna, mama akasikia huruma. Sasa alipoambiwa mtoto wake anachomwa moto. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni arhamu al-ibad, mwenye huruma zaidi kuliko waja wote, na Allah ana huruma kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana siku ya kiyama kila mtu atapewa fursa ya kutetea kundi la watu kwa mujibu wa level yake. Amtetee mkewe. Watu wanaotaka atapewa idadi, atachagua mwenyewe. Sasa mke, baba, ndugu, rafiki, mwalimu, nani, atachagua mwenyewe. Kwa hivyo watu watatetea, watu waliokwisha kuingia motoni watatolewa, na mitume nao watatetea, watamalizika. Ina maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wa mwisho wao, sababu huruma yake inavuka hivyo viwango vya kwao, na mtume naye atatetea mpaka aridhike.
yani mpaka aridhike moyo wake kwamba hawa waliobakia motoni bwana, Mungu akiwachoma sawa tu bwana. Na huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni arhamur rahimin, mpaka aridhike, amepewa kiasi gani na Mola wake, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam apewe na aridhike kwamba hawa niliopewa nimeridhika kwamba waokolewe, na hawa ambao hawakuokolewa hawakusalimika, basi unadhani amepewa kiasi gani? Ndio ulama wanasema aya ambayo inatupa sisi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam matumaini zaidi katika Qur'ani ni kauli yake Mwenyezi Mungu aliyomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wallahi Mola wako atakupa mpaka mwenyewe useme basi. Unadhani watu wangapi wataingia katika utetezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kusema neno lake la mwisho, basi nimeridhika? Watu wangapi wataingia? Kila mtu aliyokuwa anasema washhadu anna Muhammadar rasulullah na akawa anapenda dini kwa namna moja au nyingine, na akawa ni mkweli katika shahada yake, atapatwa na shafaa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tofauti tu ni kwamba kuna wengine wataokolewa mapema, wengine watachelewa. Kwa hivyo, kwa nini ulama waseme hii aya inatupa matumaini zaidi? Kwa sababu watu wote wa Muhammad hatoridhika mpaka hakikishe wote wenye alama ya kuwa ni wafuasi wake waende katika pepo, ndio ataridhika. Kwa hivyo atapewa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume mpaka wataridhika, lakini hadi mpaka ataridhika ameambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Halafu watabakia watu wengine hawajaingia katika shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume na waumini. Mwenyezi Mungu azza wa jalla kana kwamba anasema, hatosema hivyo, hakuna dalili, lakini mimi nasema maneno hayo yanamaanisha kana kwamba Allah anasema hivi, mimi ni mwenye huruma kuliko wote wenye huruma. Hawa ina maana ndio wamenishinda mimi huruma, au huruma yangu imekuwa sawa na wao? Kwa hivyo atasema shafaati almu'minun, waumini wametoa shafaa, wa shafaati nabiyuna, manabii wametetea na wameombea, wa shafaati almalaikatu, na malaika wameomba shafaa, wa baqiyat shafaatu arhamur rahimin, shafaatu arhamir rahimin, na imebakia shafaa ya yule mwenye huruma kuliko wote. Yani mwenye huruma kuliko wote ataombea wa mwisho zaidi, na Allah haombi kwa yeyote, bali kuombea kwake na kutetea kwake ni kule kutoa rehma. Fayukhriju minan nari, Allah atatoa katika moto wa Jahannam watu qad saru himaman, wameshakuwa mkaa kabisa mweusi na watakuwa wameshakuwa weusi kabisa. Fayudkhiluhum fi nahri alhaya, atawaingiza katika mto unaoitwa mto wa uhai. Wataota, imekuja lugha ya kufananisha kama vile mmea unavoota kwenye ule mchanga wenye rutuba nyingi wa mafuriko, ule mlaini na una rutuba nyingi. Unaona mmea unavotoka pale, unakuwa ni una sura nzuri na unakuwa haraka. Kwa hivyo watarudi katika hali zao, alafu wataingizwa peponi. Watu wa peponi watawaita hawa watu jina la mkaa, si ndio? Hawa watu wakati wanatolewa tuliwaona walikuwa ni mkaa. Watawaita humamiyuna, watasema potelea mbali bwana, acha watuite mkaa ili mradi sisi tushatoka motoni. Lakini watakaa baadaye, watalichoka lile jina, watamwambia ya Rabbi, tumelichoka hili jina. Allah atawasahulisha watu wa peponi jina hilo la mkaa, wataitwa utaqaur rahman. Wataitwa waliopatwa na msamaha wa mwingi wa rehema. Itakuwa jina lao linanasibishwa na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala,
utaqaur rahman, utaqaur rahman, waliopatwa na msamaha wa yule ambaye ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa rehema, Allahu jalla jalaluhu. Hii imetoka nje ya tafsiri yetu, lakini tulikuwa tunasherehesha kwamba Ibrahimu alikuwa ni mwenye huruma, na huruma ni dalili ya wema wa mtu, na ndio maana imekuja kwamba au waladin salihin yad'u lahu. Kwa nini huyu mtoto mwema anamwombea mzazi wake? Kwa nini mpaka ije mtoto mwema? Kwa sababu hata mtu ambaye ni Muislamu lakini si mwema anaweza kuomba dua. Kwa nini ije au waladin salihin? Mwenye huruma zaidi na wazazi wake katika watoto ni yule ambaye ni mwema wao, na hii ni alama ya wema wa mtu. Ikiwa wewe ni unamwombea sana mzee wako, hiyo ni alama ya kwamba wewe ni mtu mwema. Ni huruma inayotokana na wema wako. Na utaona imani inapandaga na kushuka. Ikishuka unawasahau wazee kuwaombea dua, au inapungua. Imani ikipanda unakuta ni mwingi au waladin. Kwa hivyo rahma ina alaka na wema. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakuwa ni mwema zaidi, ndio amekuwa arhamun nasi zaidi. Na hapa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesifu tendo la Nabii Ibrahim kuwatetea wale watu, kwamba hasemi tu kwamba sisi tumeokoka, anasema wale watu inakuwaje bwana? Mwenyezi Mungu itakuwaje wale watu? Inna Ibrahima la halimun awahun munib. Ya Ibrahimu a'rid an hadha. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akamwambia, ewe Ibrahim, achana na mambo hii. Yani achana, yani hiyo kadhia imeshamalizika. Allah atawaokoa hawa, atawaangamiza hawa. Achana na hiyo habari, hukumu yake imeshamalizika. Mjadala hauwezi kusaidia hapa. Ya Ibrahimu a'rid an hadha, achana na hili Ibrahim. Innahu qad jaa amru rabbika, hakika limekwisha kuja jambo la Mola wako. Kama vile aya zinaashiria Ibrahimu huenda alikuwa anatamani hata hawa watu wabaya pia waongezewe time, labda wapewe muda watubie. Ndio akaambiwa innahu qad jaa amru rabbika wa innahum atihim adhabun ghairu mardud, hakika watu hawa wataijiwa na adhabu ambayo haitarudishwa. Yani jambo lake limeshapita, hata itokee nini hawatasamehewa. Walamma jaat rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a. Sasa ni zamu ya Nabii Lut. Wale wageni wameshakuja kwa Nabii Lut, na yeye hivyo hivyo hawajui. Yeye akapata dhiki. Dhiki gani? Wamekuja kwa sura ya binadamu, na ni vijana wa kiume na ni handsome. Na hawa watu wanapenda hawa nani, walikuja katika age ile ya umri wa kubaleghe, bado vijana, hata ndevu hazijachanganya, unaitwa amrad. Kwa hivyo ni Lut akapata dhiki kwamba watu hawa wamewaona hawa wageni watakuja sasa hivi na mambo yao, na wanatumia nini? Maguvu. Kwa hivyo Allah anasema walamma jaat rusuluna luta, walipokuja mitume wetu kwa Lut, si abihim, akapata dhiki. Si abihim yani dhaqa bihim, akapata dhiki. Wa dhaqa bihim dhar'a, akadhikika moyo. Waqala hadha, kwa hivyo si abihim, lile jambo hakulipenda la kuja wageni, kwa sababu watafanywa mambo mabaya. Wa dhaqa bihim dhar'a, moyo wake ukapata dhiki. Dhar'a, dhaqa bihi dhar'an yani dhaqa fi sadrihi. Waqala hadha yawmun asib, akasema hii siku ngumu sana hii leo. Wajaahu qaumuhu, kama alivyohofia, wakaja watu wake. Yuhrauna, wanakuja speed. Yuhrauna yani yusri'una ilaihi, kwa nabii, nyumbani kwa Nabii Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna sayiat, na anawajua kabla ya hapo ni watu wanafanyaga mambo mabaya. Kwa hivyo wakaja, walipofika tu qala, akaanza yeye kuwasemesha, ya qaum, enyi watu wangu, haulai banati, hawa mabinti zangu jamani. Yani wacheni ulama wametafsiri kwamba
mabinti zake Lut sio mabinti zake wa kuwazaa, yani mabinti walioko katika mji ni mabinti wa nabii, kwa sababu nabii ni kama baba kwa watu wake, kama ilivyokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ishara kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama ni baba yetu, aliposema Mwenyezi Mungu, wa azwajuhu ummahatuhum, na wakeze Mtume ni mama zao waumini. Kwa hivyo kama wake zake ni mama zetu na Mtume ni mume wao, manake Mtume ni nani? Ni baba yetu. Hili jina tu limemezwa kwa sababu hadhi ya nabii na rasuli ni kubwa, ni kubwa zaidi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ni abuna wala shak. Sisi hata mlezi wa kidini yani mkubwa anaitwa alwalid. Kwa hivyo wallahu aalam. Wadhaqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi, wakamwijia watu wake wanafanya haraka kwake nyumbani kwake, yani wa min qablu, na kabla hawa watu na kabla ya hapa, kanu ya'maluna sayiati, wamekuwa wakiyafanya mambo mabaya, mambo ya liwati. Qala ya qaumi haula'i banati, enyi watu wangu, mabinti zangu hawa, yani mabinti wa kabila letu wamejaa, oweni. Hunna atharu lakum, hakuwa anawaelekeza wakazini nao au wafanye mambo mabaya. Hapana, nabii hawezi kuamrisha hivyo, yani waoweni hawa, fanyeni ndoa kwa hawa, basi iwe ndo, msifanye mambo haya kwa wanaume. Hunna atharu lakum, kana kwamba watu wabaya nao wanakumbushwa kwamba jamani, mnawafuata wanaume, wanawake hamuwaoni tena, ni wengi kuliko wanaume, ujue, au sio? Wanawake wamejaa, paka mtu anafuata wanaume, mwingine anafuata watoto wadogo wa kiume. Wa nini? Tena katika eneo chafu ambalo halikumbwa kwa ajili ya kazi hiyo. Na Waswahili wanapotumia neno kinyume na maumbile wanatumia lugha fasaha sana, yani sehemu hiyo haikuumbwa kwa kazi hiyo. Ndio maana ikitumiwa kwa kazi hiyo inaharibika. Ile iliyoumbwa kwa kazi hiyo mwanamke anaitumia mpaka anakuwa kikongwe, lakini huwezi kuona anavuja wala ananuka, lakini huko ataharibika. Kama mtu anamfanyia mkewe ataharibika na atanuka na itakuwa ni fedheha. Huoni kwamba hilo neno la Kiswahili ni fasaha sana, kinyume na nini? Na maumbile. Allah hakuumba hiyo kwa kazi hiyo. Na wamekuwa kabla ya hapo wanafanya mambo mabaya. Akawaambia fattaqullaha wala tukhuzuni fi dhaifi, basi mche Mwenyezi Mungu wala msinihuzunishe kwa wageni wangu. Hapo akawakumbusha kwa mambo mawili, kwamba nihurumieni mimi, msifanye mambo ambayo mtanihuzunisha mimi kwa wageni wangu. Kama hamkumwogopa Mungu, yani wala hamkuogopa dhambi, lakini basi atilisi semeni, bwana, tusimuhuzunishe huyu mzee na wageni wake, na mcheni Mwenyezi Mungu. Akatumia silaha mbili za ukumbusho. Alaysa minkum rajulun rashid, katika nyinyi wote hakuna mtu mwenye akili? Yani nyinyi wote mmekuja hapa, hakuna mtu mmoja anawaambia wenzake, jamani, hili jambo baya. Alaysa minkum rajulun rashid, qalu laqad alimta, wakamwambia kwa hakika unajua, ma lana fi banatika min haqq, hatuna shida na mabinti zako bwana, yani hawa wanawake, sisi hatuna shida na wanawake. Tena wanasema hatuna haki nao, yani kana kwamba wanasema tuna haki na hawa tu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, wewe unajua bwana tunataka nini. Sisi hatuna shida na hayo mambo unayotuambia tuoe wanawake, wewe unajua tunataka nini. Qala law anna li bikum quwwatan, natamani, yani akasema lau kama mimi nina nguvu, bikum ya kupambana na nyinyi, alkalam mahdhuf, yani laqataltukum au la mana'atukum, ningelikuwa nina nguvu ningeliwazuia nyinyi, au awi ila rukunin shadid, au nielekee kwenye nguzo madhubuti. Hapa anakusudia Mwenyezi Mungu azza wa jalla, kwamba wanasema mtu anaweza akaipata hifadhi kwa sababu ya jamii yake na kabila lake na ukoo wake,
Na Qur'ani hapa inatukumbusha kwamba mtu katika jamii akiishi na ajitengenezee nguvu ya namna hii. Awe ana mahusiano mazuri na watu wa eneo lake, na mwenyekiti wa mtaa, na mwenyekiti wa kijiji, na mtendaji, kwa njia ambayo ni ya halali, sio? Hizi ni katika sababu za kidunia za kujihifadhi. Sababu iliyokubwa zaidi ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Jalla waala. Qalu ya Lut, wakamwambia ewe Lut, malaika ndio wakamwambia Nabii Lut, inna rusulu rabbik, sisi ni mitume wa Mola wako bwana. Kwa hivyo walikuwa hawajamfahamisha kabla ya hapo, ndio maana akapata wasiwasi. Wakamwambia sisi ni mtume wa Mola wako, la yasilu ilaika, hawatakufikia. Hawajasema hawatatufikia sisi, kwa sababu na wasiwasi wa Nabii Lut, wakifanywa ubaya wageni wake ndio kafanywa yeye. Yasilu ilaika, hawatakufikia bwana katika kukuudhi. Sisi ni mitume. Ina maana hii ni dalili kwamba malaika wana nguvu kuliko binadamu, na ndio maana wamewekwa ni walinzi wa motoni, tena wachache tu. Alaiha 19 tu. Kwa hivyo kad yakunu akthara min 19 walakin 19 hiya almadhkura. Malaika hawapatwi na hukumu ya umbile, wana nguvu mtu hawawezi, lakini pia hawezi mtu kuwapata kwa hukumu ya umbile, yani ukiwapiga huwezi kuwaumiza. Kwa hivyo akamwambia inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika, nenda na watu wako. Asri, neno asri min sara yasiru, ili asili ya hili neno ni kwenda, lakini wakati wa usiku. Ndio maana imekuja subhana alladhi asra biabdihi laylan. Neno laylan lilikuwa ni kama linataja usiku kwa mara ya pili. Asra biabdihi, asra yani laylan liyadulla ala juz'in min al-layli, juz'in yasirin min al-layli, asra biabdihi laylan. Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli, nenda na watu wako katika sehemu ya usiku. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'ataka, wala asigeuke yeyote katika nyinyi isipokuwa mkeo. Huyo atageuka kwa sababu yeye Allah hatokadiria yeye kutii amri hii, atageuka kwa sababu yeye sio katika watu wema. Illa imra'ataka innahu musibuha ma asabahum, huyu mwanamke atapatwa na lile ambalo litawapata watu hawa. Kwa kuwa yeye alikuwa anashirikiana na wale watu. Wadaraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata wa imra'ata Lut. Allah amepiga mfano wa mtu ambaye yuko chini ya watu wema, lakini yeye ni kafiri, na ule ukaribu na mtu mwema hautamsaidia. Amepiga mifano mingapi katika Qur'ani? Miwili. Mfano wa mke wa Lut na mke wa nani? Habari ya mke wa Nuh hatujatajiwa, sijui ikoje, lakini hii imetajwa waziwazi katika maeneo tofauti tofauti. Yeye alimkhalifu nabii na yeye ni katika wale ambao waliangamia. Kana tahta abdain min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'an wa qila dukhula an-nara ma'a dakhilin, walikuwa chini ya waja wawili waliowema, lakini ule ukaribu haukuwanufaisha, na wataambiwa waingie motoni katika watakaoingia motoni, hawa wanawake. Innahu musibuha, hakika huyu mwanamke atapatwa ma asabahum, na lile ambalo litapata wao wakati wa asubuhi. Inna maw'idahum as-subh, hakika miadi yao ni asubuhi. Kama vile Lutu aliona ni mbali. Angalia, pamoja na kwamba manabii wana huruma, amechoka na tabia za watu hawa, anaona asubuhi ni mbali. Ndio Allah akamwambia alaysa as-subhu biqarib, asubuhi kwani sio karibu bwana, unaona asubuhi ni mbali. Falamma jaa amruna, ilipokuja amri yetu,
ja'alna 'aliyaha safilaha. Hii ni lugha ya kifalme. Ilipokuja jambo letu, ilipokuja amri yetu, ja'alna 'aliyaha, tukajalia juu ya hicho kijiji, safilaha, chini, yani kiligeuzwa, kilichotwa kikapelekwa juu, kikageuzwa huku chini pakawa juu, kama vile mpika chipsi anavyogeuza ile. Ilikuwa ni kitu kimegeuzwa kama kitu kidogo tu, na malaika mmoja katika malaika wa Mwenyezi Mungu azza jalla, Jibril alayhi salatu wasalam, aliingiza mbawa zake akachota kijiji kizima, akageuza, akafunika. Udongo unatosha. Mwenyezi Mungu ni mkali, akamwambia Jibril, akachukua na mawe, milima mikubwa kama ile milima ya Uluguru na nini, wakaja wakapigwa nayo. Ndio nasema hukumu ya watu hawa inatakiwa iwe kali. Kama unacheka cheka nao, hawawezi kuacha tabia hii. Watu hawaachi, kama wachawi. Mchawi haachi uchawi wake. Ndio maana hukumu ya huyu mtu anayefanya mambo ya liwat na sahiri, hukumu yake ni kuuliwa. Lakini jamani, sisi Waislamu tunakwenda na kanuni. Hatusemi umemwona huyo mtu ndio mvizie mpige risasi au mchome kisu barabarani. Kanuni ni kwamba yeyote ambaye katika Uislamu hukumu yake ni kuuliwa, anauliwa na dola na mtawala wa nchi. Ndio maana hukumu za kifo hizi mpaka zisainiwe na rais. Kwa hivyo anachukuliwa, anahukumiwa, inathibitishwa, alafu rais ndio anaidhinisha. Kama hakuidhinisha wala hakuna huo utaratibu, basi hiyo ni ibada ambayo imekuwa sisi hatuna uwezo wa kuitekeleza. Lakini sisi tunataja katika hali ya kuonesha ubaya wa hili jambo, kwamba huyu hukumu yake nini? Ni kuuliwa. Allah aliwageuza kijiji chao, akawafunika na udongo mzito. Haikutosha, yakachukuliwa mawe, yakaja yakapigwa. Ndio maana wanasema wanauliwa na wanapigwa mawe. Faja'alna 'aliyaha safilaha, tukageuza juu chini. Wa amtarna 'alayha hijara, tukanyesheleza mvua ya mawe. Kwa hivyo kijiji kiligeuzwa na Allah akaleta nini? Mawe. Hayo mawe yalingolewa milima, yakadondoka mfululizo kama vile mfululizo wa matone ya mvua kwenye kile kijiji. Allah anasema wa amtarna 'alayha mataran min sijilin, mvua ya mawe ya udongo mkavu. Udongo mkavu ni kama ule udongo unakuaga baharini, mawe magumu. Yale ni mawe ambayo asili yake nini? Ni udongo, mawe magumu kama hayo. Mandudin, yani mutatabi'a. Katika nyingine anasema amtarna alaihim matara fasaa matarul mundharin, tuliwanyeshelezea mvua. Ni ubaya ulioje wa mvua ya watu hawa ambao walipewa warning, almundharin. Ni ubaya ulioje wa mvua ya watu ambao walipewa warning, tahadhari. Wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud musawamatan, hayo mawe yalikuwa yamewekewa alama maalum kwamba ni kwa ajili ya watu hawa, inda rabbika, kutoka kwa Mola wako. Wama hiya min adh-dhalimin bibaid, na adhabu kama hii usidhani iko mbali na madhalim. Yani hapa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anawaonya watu wote wanaofanya maovu, yakiwemo maovu ya zina na liwati, kwamba Allah anaweza kuwaletea adhabu, iwe ni kwa pamoja au ni mtu mmoja mmoja. Kwa maana hii sio vizuri mtu kuishi. Kama kuna kijiji au kitongoji kimekaa mashoga sijui manani, ondoka kwenye kijiji hicho, usikae. Sababu Allah anasema wama hiya min adh-dhalimin bibaid wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min duni llahi min waliyyin wala nasir. Msijiegemeze kwa watu waliodhulumu na wakatenda mambo mabaya, msije ikija adhabu uwaga na wale walioko around nao wanapatwa na adhabu. Kisha Allah akafungua kisa cha Madian. Kwa hivyo katika sura hii kimeanza kisa cha nani? Kisa cha kina Adi, Nuh ndo wa kwanza, wani manabii wamepangiliwa, kisha nabii Hud, kisha Saleh, kisha akaja nani? Ibrahim pamoja na Lut alayhim wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam, sallallahu wasallam wa baraka
ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.